tunapoadhimisha miaka 50 ya mfumo wa kitaasisi wa kiserikali na usimamizi wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi, na tunapoadhimisha miaka 30 ya VETA, tunapata fursa kutafakari mabadiliko ambayo tumeyaona na jinsi tutakavyoweza kuyaboresha zaidi. Tumieni fursa ya maadhimisho haya kuweza kuweka mwelekeo wa kitaifa, kutoa ushauri wa namna kuboresha mafunzo stadi hapa nchini. Kwa wadau wa elimu na mafunzo ya ufundi stadi nchini, hakikisheni kwamba mafunzo yanayotolewa yanazingatia mahitaji halisi ya soko la ajira. Mahitaji ya soko la ajira tunayajua kwa kufanya tafiti za mara kwa mara kwa ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na mashirika ya kimataifa. Katika zama hizi zenye kasi ya maendeleo ya teknolojia, ni muhimu sana kwa VETA kuendelea kujiimarisha kukabiliana na mabadiliko ya kiteknolojia. Hakikisheni mnatoa mafunzo ya ufundi stadi yanayoendana na mabadiliko ya teknolojia na kuhakikisha kwamba mafunzo hayo yanayojumuisha ujuzi wa teknolojia ya kisasa kuwa zinachochea uzalishaji wenye tija. Kwa Wizara ya Elimu yenyewe, Sayansi na Teknolojia, kwa kushirikiana na Ofisi ya Rais TAMISEMI, pia Wizara ya Viwanda na Biashara, hakikisheni vyuo vya ufundi 65 vinavyoendelea kujengwa na serikali vinakamilika haraka ili kuongeza fursa za mafunzo katika wilaya kwa vijana wetu ili waweze kupata ufundi mapema iwezekanavyo. Taasisi zote zinazotoa mafunzo ya ufundi stadi, na naamini wengi mko hapa kutoka taasisi binafsi, taasisi za dini, hakikisheni mnashirikiana na viwanda, waajiri na mashirika mbalimbali ndani na nje ya nchi ili kutoa fursa za mafunzo kwa vijana wetu yanayoendana na mahitaji ya soko letu la ajira. Wazazi na vijana kwa ujumla, tumieni fursa za mafunzo ya ufundi stadi zilizopo nchini kupitia vyuo vilivyojengwa kwenye mikoa na wilaya yetu, kuwapeleka vijana kupata ujuzi utakaowezesha kujishughulisha na kujipatia kipato kutokana na shughuli, kutokana na ufundi aliojifunza kwenye vyuo vyetu.